Na leo tunaenda ndani tukianza na the gift of working of miracle. 1 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10. Asema, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, and to another working of miracle by the same Spirit. The gift of working of miracle is a supernatural. It is a supernatural intervention in the ordinary course of nature. Kipawa hichi cha miujiza ni nguvu za kiungu. Praise God. Ni supernatural intervention, ni nguvu za kiungu ambazo zinaingilia na kugeuza hali ya ukawaida. Hallelujah. Hali ya ukawaida ya nature. Praise God. Kwa mfano, maji yanatiririka kutoka milimani yakishuka chini ya mto. Ni kawaida. Lakini gift of performing of miracle inaweza kugeuza hiyo maji itoke chini ya mto na ipande juu. Hiyo sio kawaida ya mtiririko wa maji. Mtiririko wa maji ni kwenda chini. Lakini wakati hali hiyo imegeuzwa, inakuwa ni miracle. So, utendaji wa miujiza ni kuingilia kati, haleluya, kutatiza hali ya kawaida ya nature vile ilivyotengenezwa ifuatwe, na kuigeuza na kuipeleka tofauti kutokana na miujiza ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Miujiza wakati unapotendeka, tukisema kwamba hii ni miujiza, ni hali ambayo haiwezi kueleweka katika teknolojia ya kisayansi, haiwezi kueleweka katika mawazo ya binadamu, katika mawazo ya mtu wa kawaida. Hali hiyo ambayo mtu wa kawaida hawezi kufanya, hiyo ni miujiza. Hallelujah. So the gift of working of miracle is a temporary suspension of the accustomed order through the Spirit of God. Temporary suspension of the accustomed order through the Spirit of God. Every one of the gifts of the Spirit are supernatural power by the Holy Spirit. Hallelujah. We use the word miracle in all the gifts of the Spirit, but tunasema makosa. It is only the working of miracle is the gift of miracles. Zingine ni vipawa ambavyo Mungu anaongeza. Hallelujah. Tukiangalia mifano za miujiza, tunapata katika Wafalme wa Pili, 2 Kings chapter 2 from verse 8 to 14. Tunaona kwamba Elijah na Elisha, wakati Elijah alipokuwa sasa ako karibu kuchukuliwa, Elisha alikuwa akimfuata nyuma, kwa sababu Elisha alikuwa ni armor wa Elijah. Praise God. Wacha niongelee kidogo kuhusu armor. Mara nyingi tunapenda kuwa watumishi ambao tunasema nataka kuwa kama mtumishi fulani. Ninataka niwe na kipawa kama mtu fulani. Nataka niwe mchungaji, niwe na nguvu kama mtu fulani. Wacha niwaelezee jambo, kwa sababu Roho wa Mungu amenielekeza hivi. Watu wengi, we don't tap the blessing of the anointed man of God kwa sababu tuko na kiburi. Hallelujah. Tuko na kiburi. Elisha alikuwa ni armor wa Elijah. The Bible says alikuwa akimuosha mikono nani? Elijah. Elisha kazi yake ilikuwa ni kumuosha mkono Elijah. Mahali popote Elijah alipoenda alikuwa na Elisha. Elisha kazi yake ilikuwa ni kubeba mkoba wa Elijah. Praise God. Ilikuwa ni mtumishi wa Elijah. Mara nyingi tuna ignore jambo hili na tunabaki tukiwa wakavu, hatupati anointing
ya mtumishi wa Mungu. Elisha alikuwa akienda mahali popote Elijah ameenda. Alikuwa akichukua mikoba, Biblia, haleluya, ya Elijah. Mahali popote Elijah alipoenda, Elisha alikuwa nyuma yake. Kabla Elijah hajaosha mkono kukula, Elisha alihakikisha amechukua maji akamwagia, akaosha mikono, ndio yeye akaosha baadaye. Praise God. Alitembea na mtumishi wa Mungu akimwangalia njia zake zote, hakumwacha hata siku moja. Ndio maana alipoomba double anointing, Elijah akamwambia, double anointing hii utaipata peke yake kama umekaa na mimi na ukaniona nikichukuliwa. Mara nyingi tunahitaji anointing na sisi hatutaki kumfuata yule ambaye tunataka tuachiwe anointing na yeye. Praise God. Amen. Yesu Kristo alitembea na wanafunzi wake 12. Praise God. Amen. Lakini mara kwa mara alitembea na wengine watatu, na mara nyingine kwa mambo ambayo yalikuwa ni muhimu sana alichukua wawili akatembea nao. Na wale wawili ama wale watatu walijua kila kitu, walijua siri zote za Yesu Kristo. Praise God. Na hao wawili ndio tunaona kwamba baada ya Yesu Kristo kuondoka ndio walianza kufanya mambo makuu, na katika kitabu cha Gospel wao ndio wameelezea mambo ya Yesu. Hata wakati Yesu alipoenda mlimani, wakati Elijah aliposhuka, waliona miujiza hiyo, na Yesu akawaambia msiseme mpaka atakapoondoka. Mara nyingi tunataka anointing ya mtumishi wa Mungu na hatutii maneno ya mtumishi wa Mungu. Hatuwezi hata kuchukua bagi yake na kumpelekea. Praise God. Hatuwezi, haleluya, kumwangalia kama amevaa vizuri, koti lake amevaa vizuri. Hatuwezi kushughulika na chochote. Ndio maana John the Baptist akasema, yule ambaye ajaye yeye ni mkuu, hata sistahili kufanya nini. Praise God. Kwa sababu yeye ana anointing. Tunahitaji anointing ya Mungu, lakini we are not ready to tap the anointing of God. Praise God. Wakati wewe ni Amabel, God is preparing you for the service. Praise God. Na unaona Elijah mpaka alipoondoka ndio Elijah alichukua anointing. Yesu alipoondoka ndio wanafunzi wake walichukua anointing. Kwa nini hawakuchukua anointing kama bado yuko? Praise God. You must watch until the end. When you watch until the end is when you will get the anointing. Lazima uwe mtiifu, lazima njia zako ziwe zimenyooka, lazima uondoe kiburi. Tunaona Elisha na Gehazi. Gehazi alikuwa na kiburi, hakufuata maagizo ya Elisha, na Elisha alikufa na anointing yake yote. Hata alipozikwa, mifupa bado zilikuwa ziko hai. Wakati yule mwanajeshi ametupwa katika kaburi hili na mishipa zake kashika na mishipa ya Elisha, alifufuka kwa sababu anointing yake yote alienda nayo. Hakukuwa na yoyote wa kumwachia anointing. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Ndio maana mtumishi wa Mungu siku moja alipokuwa ameshikwa, amekamatwa, yuko gerezani, alimwita mwenzake akamwambia, ninakuachia roho yangu, tembea nayo mpaka mtakaporudi. Praise God. Nimekugawanyia roho yangu, tembea nayo mpaka mtakaporudi. Kwa nini alimgawanyia yeye roho yake? Because he was available by that time. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. So, tunaona kwamba Elijah alitenda miujiza. Wakati Elisha anamfuata, walipovuka
katika mto Jordan. Praise God. Walivuka, Elijah alichukua mantle yake, akaipiga, akagawanya bahari. Kagawanyika pande hii, kagawanyika pande hii. Hiyo ni muujiza. Alisimamisha ile hali ambayo inaendelea, mtiririko wa maji ambao haukatiki. Lakini kwa nguvu za uwezo wa Roho Mtakatifu alikata ule mtiririko wa maji, na ukuta ukasimama pande hii, na ukuta ukasimama pande hii, na wakapita katika nchi kavu wote wawili. Amen. Haleluya. Amina. Hiyo ni muujiza ambayo ilitendwa na Elijah. So this is the gift of working of miracle. It is a supernatural intervention in the ordinary course of nature, a temporary suspension of the accustomed order through the Spirit of God. And so it was in the Sema, by 2 Kings chapter 2, 8, 9 inasema. And so it was when they crossed over that Elijah said to Elisha, Ask what may I do for you before I am taken away from you? Elisha said, Please let a double portion of your spirit be upon me. So he said, You have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I'm taken from you, it shall be so for you. But if not, it shall not be so. Then it happened, as they continued and talked, that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire and separated the two of them. And Elijah went up by the whirlwind into heaven. And Elisha saw it, and he cried out, My father, the chariot of Israel and its horsemen. So he saw him no more. And he took hold of his own clothes and tore them into two pieces. He also took up the mantle of Elijah that had fallen from him and went back and stood by the bank of Jordan. So tunaona Elijah ameenda. Elisha amemwona akienda. Alikuwa naye akifanya miujiza akigawanya maji. Elisha yuko katika ng'ambo ya pili. Lazima avuke tena Jordan, mto, arudi ng'ambo nyingine. Elijah ameenda, alimwona akienda. Ile mantle, koti la Elijah alipokuwa linaanguka, Elisha akalinyaka. Praise God. Amen. Akanyaka hiyo anointing. Niko na siri moja nataka niwapatie. Hii ni siri yangu. Siku ya leo nawapatia, sitawapatia lakini nawaambia niko na siri. Wakati nilipokuwa kule ndani, Mungu alinipatia direction yote. Nani atakayekuwa minister, nani nitakayemwekelea hivi, nani nitakayemwekelea mantle, nani nitakayemvisha koti kwanza, nani nitakayemvisha koti mara ya pili, nani nitakayeendelea, na nani ataenda wapi, nani atafanya nini. Hii ni siri ambayo Mungu alinipatia nikiwa pale ndani, ambaye hajawahi kunipatia. I got siri hii for 2 hours. God talking to me about the church and how the church will be. Na nani atakayemwachia mantle, na nani atakayenisupport, na nani atakayenisaliti, na nani tutakayetembea naye, na nani atakayefanya nini. Praise God. Nikaona nikiwavisha koti, nikiwatuma, nikifly, nikija nikiona makanisa, na Mungu alinionyesha yote. Praise God. Amen. Lakini vyote vitatimia tu if you are ready. If you are ready to receive the mantle. Amen. Praise God. Amen. Elisha was ready to receive the mantle. And he walked. Na mantle ilipoangushwa, ile koti akalichukua. Na alipolichukua akalishikilia mikononi mwake. Na akarudi tena Jordan. Akasema, yuko wapi Mungu wa Elijah? Akapiga ile maji pa. Yakagawanyika tena pande hii, yakagawanyika na pande hii. This is miracle. Praise God. Huu ni muujiza ambao unafanyika. Na muujiza huu, Roho wa Bwana yeye ndio atakaye tupatia nguvu hizi. Then he took the mantle, verse 14.
Then he took the mantle that had fallen from him and struck the water and said, "Where is the Lord of Elijah?" And when he also had struck the water, it was divided this way and that, and Elisha crossed over. So miujiza tunaona kwamba ni kuzuia hali ya kawaida ya nature kuigeuza kwenda kinyume. Na tunaona miujiza nyingi sana ilifanyika in the Old Testament. Musa alitenda miujiza nyingi. Musa alitenda miujiza 10. Tukisoma the book of Exodus chapter 7. Now then the Lord spoke to Moses and Aaron saying, "When Pharaoh speaks to you, say, 'Show a miracle for yourselves.' Then you shall say to Aaron, 'Take your rod and cast it before Pharaoh, and let it become a serpent.'" So Moses and Aaron went into Pharaoh, and they did so, just as the Lord commanded. And Aaron cast down his rod before the Lord, before Pharaoh, and before his servants, and it became a serpent. Now, kuna jambo moja ambalo nimechagua Mungu anafanya. Haleluya. Mungu anatembea, anafanya miujiza yeye mwenyewe kwa makusudi yake. Nataka mnielewe. Wakati Musa alipotumwa na Mungu, aliuliza maswali mengi sana, na Mungu akamwambia, "Hebu weka mkono wako ndani ya koti." Akaweka ndani ya koti. Toa mkono ukawa ume. Haleluya. Umefanya nini? Umekuwa na ukoma. Akamwambia, "Rejesha tena." Toa mkono. Praise God. Mungu alikuwa anataka kumhakikishia Musa kitu kimoja, kwamba kwa sababu niko pamoja nao na mimi ndiye yeye niliye. Praise God. I am who I am. Ninakutuma na miujiza. Na muujiza wa kwanza ni wewe utakaouona. Ingiza mkono wako ndani. Toa mkono kwa mkono. Mkono mweupe. Ingiza tena. Toa mkono mweupe. Haleluya. Mara nyingi Mungu anatupatia miujiza katika maisha yetu, lakini kwa sababu tunaona vitu ni kawaida, wengi tumeitwa na Mungu kwa ajili ya huduma yake, na mambo yanatendeka ya ajabu katika maisha yetu, lakini binadamu sisi ni watu wa kusahau. Tunasahau, na wakati umesahau ukuu wa Mungu. Praise God. Wakati umesahau ukuu wa Mungu inamaanisha nini? Umemsahau Mungu. Wakati umesahau yale mambo ambayo Mungu amekufanyia ya ajabu, inamaanisha kwamba umemsahau Mungu. Umegeuza mambo haya, umefanya ni yako. Umesema ni wewe. Ni wewe. Unaanza kujigamba, unaanza kuringa, unaanza kuinua kiburi, unaanza kuinua maneno ya kujigamba, na umesahau pale ulipotoka. Mara nyingi sisi binadamu tunasahau, na wakati tumesahau ile miujiza ambayo Mungu ametufanyia, praise God, Mungu tunamwacha Mungu, sababu tunachukua nafasi ya Mungu katika maisha yetu. Mimi nakumbuka niliparalyze wakati mmoja, upande wangu wa left, kwa miezi 8. Baba yangu alikuwa akitoka kazini, anakuja, ananiosha, ananiacha kitandani. Asubuhi kabla hajaenda kazini, ananiosha, alafu anaenda. Na aliendelea hivyo na kunikanda, mafuta karafuu, kufanya nini, mambo mengi. Lakini nilikuwa na kitabu Biblia, ile hardcover ya blue, Revised Version, ile ndogo ile. Nilikuwa nikisoma Psalms, nikisoma Zaburi, nikilia na uchungu, nikisoma Zaburi kila siku, nikilia, nikisoma, kwa sababu nilikuwa siwezi lala. Siku moja nilisoma kalala, nilipoamka asubuhi nimepona. Praise God. This is the year 1997. Nilipoamka nimepona. Tangu siku hiyo nilikuwa sijaokoka.
nilikuwa sijaokoka, lakini nikamtambua Mungu. Na nilipokutana na Yesu Kristo nikaokoka. Haleluya. Sikumwacha kwa sababu nakumbuka hiyo miujiza. Ni miujiza ambayo aliyofanya katika maisha yangu. Na ndio maana mpaka sasa nasimama mbele yenu, kwa sababu ninamwamini huyu Mungu ambaye ninayetembea naye. Ninamjua kwamba yeye anaweza kugeuza mambo, anaweza kufanya miujiza. Hata sasa anaendelea kunitendea miujiza. Wakati umesahau yale mambo ambayo Mungu anakufanyia, unachukua nafasi ya Mungu, wewe ndio unakuwa sasa ni wewe. Wengi tunakosa kufika katika hatima yetu kwa sababu tunasahau ile miujiza ya Mungu. Na ndio maana tuna backslide. Ukibackslide maana yake wakati umefanikiwa, unaona kwamba nimefanikiwa, simhitaji huyu Kristo tena. Niko na kila kitu. Wa kazi gani? Fedha zinatiririka. Yesu wa kazi gani? Tanga pale nipige magoti pale kwa magalani, piga magoti pale nipoteze wakati wangu. I'm very busy. Ndio pale niketi na watu wa kawaida na mimi nimeinuliwa. Praise God. Unasahau ulikotoka ni wapi. That is why siku moja tulikuwa tunajadili. That is why, hallelujah, when you go to a country like America na nchi zingine na hata hapa Kenya, wale watu ambao wanamjua Mungu na wale watu ambao wamemshikilia Kristo hawafilisiki, hawaishi. Lakini unaona utajiri wa watu wengi ni wa muda. Kwa sababu wakati Mungu amekuinua, unasahau kwamba ni Mungu, unamwacha na unaweza kutembea na mawazo yako na kujigamba, na unaona kwamba mambo ya Mungu ni upumbavu. Wengi hawaendi. Huwezi kusikia eti ameachia urithi watoto wake akiwa tajiri, na Biblia iko wazi. A wise man leaves his inheritance to his children's. Anaacha urithi wake kwa watoto wa watoto wake. A wise man anaacha urithi wake, praise God, kwa watoto wa watoto wake. Reason nini? Yeye kwa sababu anamjua Mungu, anajua pale Mungu alipomtoa. Haleluya. Vijana wengi wamekuja hapa kwa hizi miaka 3.5 tumekaa hapa. Wengi wamekuja na matatizo. Wengine wamekuja, reference, najua napenda vijana, taka sasa huko, what is your calling? Unahitaji kufanya nini? Mimi nimesomea IT, nataka computer. Naenda dukani, nanunua computer, nanunua na printer, nampatia kila kitu. Computer hiyo, nenda uanzishe business so that ukue strong ndani ya kanisa. Ukishamlia computer, wazee tunawaona tena hapa, wameenda. Mwingine anakuja, Reverend, nahitaji hivi, sijui nini, niko na kila kitu lakini sina monitor. Namlea monitor, nampatia. Akishapata, unamwona hapa. Wengine wanakuja kwa matatizo mbalimbali, tunawasaidia. Haleluya. Kwa sababu tunaujua mwili wa Kristo. Hata mimi nilivyo, vile nilivyo, mtu alinishika mkono. Praise God. Familia yangu ni maskini, sio maskini wa hai, lakini hawangeweza kufanya vile. Mimi nilisoma mpaka form 4, wengine wakawa wamefika class 8 wanangojea kwanza nimalize ndio wale wengine waendelee. Kwa hivyo mzazi wangu hapo ana uwezo, haleluya, wa kwamba atasomesha sote. Lakini nilipomaliza, Mungu alimtumania mtu akanishika mkono. Huyo mtu akanikatia passport. Praise God. Akanitafutia visa, sijui hizo zinafanya namna gani. Akanikatia tikiti ya ndege. Akanipandisha ndege, akanipatia na map. Akasema ukishuka Frankfurt, hii map ndio utaanza kutembea nayo mpaka utakapofika katika ile college ambayo unayoenda.
Praise God. Na sikulipa chochote na sikujua gharama zote zimetoka wapi. Mtu alinishika mkono. Na kwa sababu natambua kwamba Mungu alinibariki ili niwe baraka kwa mtu mwingine, na mimi nafanya nini? Nashika mtu mwingine mkono. Lakini wengi tukishika mkono, ile miujiza ya Mungu hatuioni, tunaisahau. Na wakati tumeisahau, wengi ukiwaangalia wanarandaranda, hawana kitu. Praise God. Mungu anatufanyia miujiza katika maisha yetu, kwa sababu Mungu anajidhihirisha katika maisha yako. Kwanza anatenda muujiza mmoja. Tumesema muujiza ni ile hali ambayo Mungu anageuza, si hali ya kawaida katika maisha yako. Wakati Mungu amekutendea muujiza mmoja, ndio sasa anajitambulisha kwako, anakwambia mimi ni Mungu. Mimi ndio niliyofanya haya yote. Uniabudu na utembee nao. Lakini sisi binadamu mara nyingi tunasahau hiyo muujiza na tunarudi tunaanza kusema I'm very smart. Mimi nilisoma sana. Mimi niko very sharp. Huu ni ushapu wangu. Hakuna ushapu wako. Neno la Mungu linasema katika Deuteronomy 18, it is God who gives you power. It is God who gives you knowledge to make money to be wealthy. It is not you yourself. Wakati wana wa Israeli walipotoka pale, aliwaambia msisahau, maana mimi ndio Mungu wenu niliyowapatia maarifa ya kutengeneza utajiri ambao mko nao. Yeah. Hallelujah. Yeah. So tuna miss the mark because we forget easily. We forget easily. When God does miracles to us, we forget easily. And that is how Pharaoh was being. Musa na Aaron wamefika pale, akawaambia tumetumwa tuje tuwatoe wana wa Israeli wakamwabudu Mungu mlimani. Aaron aliposema mambo mengi, Mungu alimwambia muujiza wa kwanza utamwaga hiyo fimbo ambayo ameshikilia. Musa akamwambia Aaron, mwaga hiyo fimbo, ikawa nyoka. Haleluya. Ilipokuwa nyoka, akaichukua ikawa fimbo. Praise God. Amen. Na Aroni, fimbo ilipochukuliwa, Farao akasahau hiyo muujiza. Akasema hapana, hamtani. Muujiza Mungu akaanza kufanya mambo. Akamwambia Musa, sasa nataka ubadilishe hiyo maji ya mto Nile, maji yote ya Egypt, maji yote yawe damu. Lakini maji yote Egypt yawe damu. Lakini pale wana wangu wako, wana wa Israeli, maji yao yatakuwa fresh. Yes. So maji kila mahali nchi nzima ikawa damu. Lakini pale mahali wana wa Israeli walikuweko, maji yako fresh. Huo ni muujiza wa kwanza. Farao akaangalia muujiza, akaleta wachawi wake, akajaribu, akasema si Mungu. Muujiza wa pili, mwambie Musa, chura wakaanza. Kila mahali wanaingia, kwa friji, jikoni, chooni, kila mahali kwa bedroom ya Farao, kila mahali mfukoni, ndipo hii ni chura. Kila mahali chura. Farao akasema, huyu kweli ni Mungu. Kaleta wachawi wake, wakajaribu, wakashindwa. Akamwita Musa, akasema nitawaachilia. Farao bado akasahau. Mungu akaleta muujiza wa tatu. Akamwambia Musa, haleluya, geuza huu mchanga, dust, haleluya, iwe chawa. Na hizi chawa zitaingia kwa Wamisri wote. Kila mahali chawa, kila mahali ni kujikuna kwa mifugo, kila mahali chawa. Ikanyaga chini ni chawa tu. Lakini kwa wana wa Israeli hakuna chawa. Natembea, Farao anatembea na Mwisraeli hapo hana chawa, na yeye hakuna chawa. Hiyo ni miujiza. Yes. Huo ni mkono wa Mungu. Farao bado akaangalia, akaleta wachawi wake. Akaita Musa, akamwambia tafadhali nitawaachilia. Akasahau. Haleluya. Amen. Mungu akasema, haya, sasa inzi wakaja, wakaingia kila mahali inzi. Yaani
mahali inzi vyakula, inzi wale wachooni wale. Kila mahali vyakula viliki, kila mahali inzi. Vyakula vikipikwa tukipakuliwa inzi wako juu. Watu wale, inzi kila mahali. Bakuli iko hapa ya Mwisraeli, iko hapa ya Misri. Ya Mwisraeli anapata vizuri. Misri zimejaa kwa uso mpaka kwa macho kila mahali. Musa akaangalia. Farao akaangalia akasema hapana, Musa njoo. Nitawaachilia. Farao bado akasahau. Haleluya. Amen. Mungu akasema wacha sasa niwaonyeshe. Mtaleta magonjwa katika wanyama wenu wote. Ng'ombe, punda, farasi, kila kitu wanyama. Magonjwa ikaanza, wanyama kwanza kufa. Farasi wote wale wa kifalme weupe wakafa. Kila wanyama wote wakaangamia. Wa Mwisraeli wanyama wanatembea, mbuzi zinakula, kila kitu kama kawaida. Farao akainua mikono akasema hapana, Musa njoo. Nimesubmit. Akasahau. Mungu akamwambia Musa, chukua jivu sasa, tupa juu, sababu hawa watu wanataka niwaonyeshe kama mimi ni Mungu. Na majibu yatakuwa katika mili zao zote. Jivu limepanda juu likishuka. Majibu. Farao, watoto, kila mtu sura zimebadilika, zimekuwa kama vinyago. Majibu kila mahali. Kila mahali majibu bwa zibadilika. Wanatembea hivi. Wanafunga tu leso. Wanatembea hivi. Sababu majibu yako kila mahali. Wamefunga leso. Praise God. Waisraeli wanasherehekea. Wanakula vizuri, kila kitu kiko sawa. Farao bado akasahau. Hivyo ndio inakuwa kwetu sisi. Haleluya. Amen. Mungu akasema sasa naleta mvua ya mawe na moto. Akashukisha mvua. Kila kitu kikaangamia, kila kitu kikaangamia. Manyumba zinaanguka, upepo. Wana wa Israeli wamelala starehe. Farao akamwita Musa akamwambia sasa nimesubmit. Baada ya muda Farao akasahau. Haleluya. Amen. Nane, Mungu akasema sasa wacha nilete riziki. Chochote hii mvua ya gharika imeacha, wacha sasa naleta second last. Giza. Tititi. Giza tititi. Haleluya. Amen. Mikanjuni kule. Haleluya. Amen. Giza limeshuka. Hata tochi haioni. Haleluya. Amen. Ukifunga barabara, jua linawaka mawingu. Wakitumana maneno wanaona nuru. Hapa giza. Farao akasema hapana, kweli Mungu ni Mungu. Tawaachilia mwenyewe. Baada ya muda sahau. Hivyo ndio tunavyokuwa. Mungu anatufanyia miujiza, anatuonyesha miujiza, lakini as soon we forget. Mungu akasema sasa naleta ile kamaliza. Watoto wote, chochote firstborn na mimi naangamiza. Praise God. Amen. Akasema sasa natangaza Passover. Kondoo chinjeni, wana wa Israeli pakeni damu katika milango. Kwa sababu sasa naenda kuleta malaika wa kifo. Sasa naenda kumaliza malaika wa kifo. Ili Farao lazima ataachilia. Wakachinja kondoo usiku, wakapaka kwa milango. Waisraeli wakapaka kwa milango wakamaliza. Wakangojea sasa malaika wa kifo. Mara usiku manane ndio amekuja. Anaingia akipata damu anaruka, anapita pale kuna damu. Anaingia anashika shingo, ananyonga, anapita. Akipata kondoo wa kwanza ananyonga, akipata ng'ombe wa kwanza ananyonga, akipata farasi wa kwanza ananyonga, akaingia kwa Farao kijana wake yule akanyonga. Akaingia kila mahali akamaliza. Usiku kilio kikaanza. Farao akasikia akiwa pale sio pia analia mkiwa analia. Akamwambia tuna kitanda yake amekufa. Mwiteni Musa. Hii imefika sasa ni mwisho. Mara nyingi Mungu ananionyesha miujiza, lakini kwa sababu ya kusahau kwetu mpaka death iingie, distraction iingie, ndio sasa tunamkumbuka Mungu. These are the miracles
miracles ambazo tunaziongelea leo. It is a supernatural gift that God brought to Musa and Aaron to perform. Ni vitu ambavyo Musa na Aaron hawangeweza kuperform kwa mawazo yao. Tena watoto wameuawa, Farao bado amesahau. Amesema ngoja tuwafuatie sasa. Hao wamekwama katika pale Red Sea. Wamekwama pale katika bahari Shamu. Kuna mlima pande huu, jangwa pande hii, mbele na nyuma ni sisi tunakuja, tutawamaliza, tutalipeza kisasi. Na Mungu akasema, Farao, nilikuonea huruma, lakini sasa umezidi. Akamwambia Musa, sijali. Hii ni mjiza yote nimefanya, Farao bado haoni. Sasa nasema hivi, hutawaona tena hao, maana nitawaangamiza once and for all. Musa, uko na nini mkononi? Fimbo. Piga maji. Musa akafanya muujiza wa nguvu, bahari ikagawanyika, watu zaidi ya 3 wakavuka katika nchi kavu. Pole pole, more than 3 million Israelites wametoka Egypt. Pole. Vikongwe, ng'ombe, mbuzi, farasi, kondoo, watoto, wanyanya, wote. Musa, pole. Twendeni. Wakavuka wote wakamaliza. Farao ndio sasa anakuja na jeshi lake. Ameenda akachukua silaha zote, akachukua jeshi lote la Egypt, akachukua na kila kitu ambacho ni cha nguvu, na akasema tutawaangamiza hao. Baadaye Mungu akawaacha tena. Musa yuko mwisho wa bahari pale, kuna mchikavu wameingia. Mungu akawaacha tu, wakaingia. Mungu anaangalia tu, ingieni tu. Tena Mungu alifanya muujiza, aligeuza wingu, akageuza wingu sasa. Lile la mwanga, praise God, akalipeleka mbele wana wa Israeli waone. Na lile la giza akalileta nyuma. Sasa ikawa katikati yao wana wa Israeli na wa Egypt kuna nini? Kuna giza. Farasi zao na magari yao yanazunguka mahali pamoja. Mungu anamwambia Musa, acha wako tu wamalize, waende. Walipomalizika, Mungu akamwambia Musa, regesha maji. Muujiza wa nguvu naenda kukufanyia, naenda kukuonyesha kwamba mimi ni Mungu aliyeko na hata atakayekuwa siku zote. Amen. Regesha maji, gonga hiyo maji, gonga. Wote jeshi la Farao na magari yao na kila kitu chao ikaangamia. Amen. Praise God. Amen. This is the miracle. These are the miracles that we see. Miujiza nyingi hizi zilitendeka katika Old Testament. Hallelujah. Miujiza nyingi zilitendeka in the Old Testament. Nyingi sana hili. So these are the miracles that we are talking about. Another miracle tuliona wakati Elijah na yule widow in the first King chapter 17 verse 12 to 14. Hallelujah. Mwanamke mjane, wakati Elijah alipoenda na akapata mwanamke akikata kuni zake 2, akarange chapati yake moja na mtoto wake na unga uishe na mafuta ishi wagoje wafe. Lakini Mungu akamwambia Elijah, nenda umwambie huyu mama kwamba unga huu hautaisha na mafuta haya hayataisha mpaka mvua itakaponyesha. So miujiza hii iliendelea kuendelea. Miujiza nyingine ambayo inaendelea kama muujiza ambao tunaona ambao Musa alifanya unaandamana na imani. Praise God. Faith accompanied by the gift of miracle. Musa amekaa pale kwa masaa ama kwa siku ngapi mpaka wana wa Israeli wote wakavuka na maji bado yamesimama.
Wewe utaona maji yamesimama pande na maji yamesimama pande na ujiingize hapo. Na tuseme tu kweli katika akili za binadamu. Maji yako huku yamesimama na yako huku na chochote katika ujiingize. Na njia ni ndefu, kitabu kimbie kama umefuka utajiingiza bila imani. Hapana. Tuseme kweli jamani. Utaogopa. Hii majaribu hii shetani. Nipite pale refu. Utaogopa. Inahitaji imani. Imani ya kuendelea. So, gift of miracle zinaenda pamoja na imani. Yeah. Praise God. Amen. Tuliona kwamba katika power gift ile kuu zaidi ni gift of faith. So gift of faith mara nyingi inaambatana. Wakati unapotamka uponyaji kwa mtu, ama mtu mkono uko hivi. Praise God. Kwa pamoja. Mkono uko hivi. Huu mkono nyoka katika jina la Yesu. Nyoka katika jina la Yesu unaushika imani yako kwa sababu watu wanaangalia. Usiponyoka utaitwa tapeli. Nyoka katika jina la Yesu na unanyoka, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, tumshangilie Bwana. Praise God. Hiyo inahitaji imani, ni miujiza unaitenda na imani imeambatana. Hallelujah. Amen. Kwa nini nafundisha vipawa hivi? Hakuna mtu ambaye yuko exempted as long as you are born again Christian. Umejazwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anasema anapeana vile apendavyo. You align yourself in the ways of God and the Holy Spirit will do the rest. Amen. Praise God. Wewe tembea na utamani vipawa hivi. Utembee katika njia zinazonyooka na mengine yote Roho Mtakatifu atafanya. Amen.